kwa taufiki za Allah tabaraka wa taala tutaondokea katika aya ya 46. Aya ya 46, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walau aradu al-khuruj la a'addu 'udda walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin. Maneno haya Allah tabaraka wa taala anaendelea kutupa habari za wanafiki. Wanafiki ambao huwa wanadhihirisha kwa maneno yao na matendo yao na kwa mavazi yao pia hudhihirisha kuwa wao ni Waislamu, lakini ndani yao wao ni makafiri, na ukafiri wao ni mbaya zaidi kuliko wale makafiri ambao haujifichi ukafiri wao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anasema, walau aradu, lau hao wanafiki wangelitaka al-khuruja, kama wangelitaka kutoka kuongozana na Bwana Mtume kwenda katika vita vya Tabuki, la a'addu lahu 'udda, wangeliandaa kwa ajili ya kutoka huko au kwa ajili ya vita hivyo, wangelikuwa wameandaa maandalizi yanayofanana na safari wanayotaka kwenda. La a'addu lahu 'udda, wangeliandaa maandalizi yanayofanana na safari wanayotaka kwenda, lakini kutokwenda kwao Allah anasema, walakin kariha Allahum bi'athahum, Mwenyezi Mungu hakutaka watoke kuongozana na Waislamu. Hawa wanafiki kutokwenda katika safari hii ya Tabuk, kama vile makafiri walipojikata pande karibu 400 wakamuacha Mtume na maswahaba zake wakienda vitani, wakaleta fitna kubwa. Ndiyo Mwenyezi Mungu anatuambia, walakin kariha Allahum bi'athahum, kutoka kwao wanafiki ni kwa sababu Mungu hakupenda watoke, na kwa maana hiyo fathabbatahum, akawafanya wazito na kuwabakisha nyumbani. Waqila qu'udu ma'al qa'idin, pakasemwa kaeni nyumbani pamoja na wale wenye sifa za kukaa nyumbani wakati wa vita. Neno hili kama ukiliangalia tu unaweza ukahisi ni neno la kawaida, lakini neno hili ni tusi, kwa sababu asili ya vita wanapigana wanaume. Kwa hivyo walipoambiwa wanafiki kaeni pamoja na wenye kukaa, kama kwamba wanaambiwa kaeni na wanawake wenzenu. Ndiyo wakila,
Pakasemwa kuudu, kaeni ma'al qaidin, pamoja na wenye kukaa nyumbani. Kikawaida katika sheria za Kiislamu mwanamke hendi vitani, mwanamke hukaa nyumbani. Haya yaliyotokea sasa, haya tena ndiyo ya dunia iliyokuwa haina miongozo ya dini, haina miongozo ya Mungu. Ndiyo maana wanawake na wanaume unaweza ukawakuta wanalinda eneo pamoja usiku kucha, sio mtu na mkewe. Hivi baridi ikimpata mwanamume hapo, taulo aitafute wapi? Au lile sweta sijui. Lakini ndio maana yake amewekewa yule asifikiri nyumbani. Allah tabaraka wa taala anaendelea kusema, lau kharaju fikum, hawa wanafiki wangelitoka pamoja na nyinyi, ma zaadakum, wasingewazidishia chochote nyinyi Waislamu, illa khabala, isipokuwa ndio wangelitia udhaifu. Badala ya kuwa kuja kwao ipatikane nguvu, ndio wangeliingiza udhaifu katika jeshi la Waislamu. wala awdha'u khilalakum, na wangeliweka fitna, wangeliweka tofauti baina yenu Waislamu. Kwa sababu gani? Yabghunakumul fitna, wanafiki siku zote wanakutakieni nyinyi Waislamu msifanikiwe. Wafikum, na katika nyinyi Waislamu bila ya kujifahamu, samauna lahum, kuna watu wanawasikiliza sana wanafiki na kuwaamini kama kwamba wanachokisema ni kweli. Wallahu alimun bidhalimin, amewazuia wanafiki Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu anawajua madhalim. Kwa hivyo ndiyo maana hakuwasuhubisheni nao kwenda nao katika vita vya Tabuki. Maelezo ya mfasiri hapa chini anasema, almunasabatu, mnasaba wa aya zetu za leo, lamma dhakara taala almunafiqina, alipowataja Mwenyezi Mungu wanafiki, watabatuahum anil khuruji liljihadi, na kule kufanya uzito kwao wasikubali kutoka kwenda katika jihadi. Dhakara huna ba'dha a'malihimul qabiha, hapa Mwenyezi Mungu anatutajia baadhi ya matendo ya wanafiki ambayo ni matendo mabaya. Minal kaidi, katika vitimbi, walmakiri, kadhalika mipango mibaya, wa itharatil fitna, kueneza fitna baina almuslimina, walfarahi biadhahum, na kwamba wanafiki huwa wanafurahi pale wanapotuudhi sisi, wao huwa wanafurahi. Wa dhakara taala annahum law kharaju, na Mungu anatutajia hapa kama wangelitoka ma'al mu'minin, ma zadu aljaisha illa dhu'fa, wasingelizidishia jeshi la Waislamu isipokuwa wangelizidishia udhaifu. Basi wandihara, na vile vile ndio lingeliporomoka jeshi, bitafriqi aljamaati, kwa kuugawa umoja wa Waislamu, watashtiti alkalima, na kulitawanya kalima la umoja. Wa dhakara kathiran min amthalihim min muthalabihim, ametaja mengi katika mabaya yao,
wa jaraimihim shania, na makosa yao yaliyokuwa mabaya. Kwa hivyo Allah ndiyo anasema walau aradu, lau makafiri wangelitaka, wanafiki wangelitaka, alkhuruja, kutoka, wangelitaka kutoka, la aaddu lahu udda, wangelijiandaa kwa ajili ya kutoka huko au kwa ajili ya vita hivyo maandalizi yanayokwenda sambamba na lile ambalo wanatoka kwa ajili yake. Ay walau arada haulai almunafiquna alkhuruja, wangelitaka wanafiki kutoka maaka, pamoja na wewe Muhammad, liljihadi, kwa ajili ya jihadi, au kanat lahum niyatun fil ghazwi, au wangelikuwa na nia ya kwenda vitani, lastaaddu lahu bisilahi wazadi, wangelijiandaa kwa ajili ya hivyo vita, wangelijiandaa kwa silaha na masurufu. Anasema hivyo Mwenyezi Mungu, fatarakuhumul istidadi, kuacha kwao maandalizi, dalilun ala iradatihim takhallufa, huo ni ushahidi kwamba hawa walitaka wasiongozane pamoja na Bwana Mtume kwa vyovyote vile. Walakin kariha Allahum bi'athahum, lakini Allah tabaraka wa taala hakupenda makafiri hawa watoke pamoja na Bwana Mtume na Waislamu. Ay walakin kariha Allahu khurujahum ma'aka fathabbatahum, ndio akawatia uzito, kasara azmahum wajaala fi qulubihimul kasala, akajaalia ndani ya nyoyo zao uvivu. Wakila, pakasemwa kuambiwa wao, ukuudu ma'al qaidin, bakini nyumbani, sisi tunakwenda vitani, bakini pamoja na wale watu ambao kikawaida hawaendi vitani. Aijilisu ma'al almukhlafina, wale wanaobaki nyumbani, minan nisai, kama vile wanawake, waswibiani, na watoto wadogo, wa ahli al-a'dhari, na watu wenye nyudhuru mbalimbali. Wa huwa dhammun lahum, hili ni tusi kwa hawa wanafiki, liitharihimul quruda, kwa tendo lao la kufadhilisha kubaki nyumbani, ala alkhuruji liljihadi, wakaacha kutoka kwa ajili ya jihadi. Wal aya, na aya hii madhumuni makubwa ya kuileta Allah, tasliyatun lahu, analiwazwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala adami khuruji almunafiqina ma'ahu, kwa kule kukosekana kutoka wanafiki pamoja na Bwana Mtume. Idh la faidata fihi, kwa vile kutoka kwao hakuna faida yoyote, wala maslahata, wala hakuna maslahi yoyote, bal fihi al-adha wal madhara, bali kutoka kwao kuna maudhi na madhara. Walihadha, kwa sababu hiyo, qala, ndio Mwenyezi Mungu akasema, lau kharaju fikum, lau wangelitoka pamoja na nyinyi, ma zadukum illa khabala, wasingelizidisha chochote isipokuwa udhaifu. Kama wangeliongozana na nyinyi, wasingelizidisha chochote isipokuwa udhaifu. Ay ma zadukum, wasingelikuzidishieni, illa sharra wa fasada, isipokuwa ni shari na uharibifu.
wala awdha'u khilalakum, na wangeliweka katikati yenu, ay asra'u bainakum, wangelifanya haraka kati yenu, bilmashi bin namima, kwa kwenda huku na kule, kwa kutengeneza usengenyi, kwa kutengeneza uongo, wakaupaprishi baina yenu Waislamu, mukawa hamna nguvu na mambo yakaharibika. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akawa hakupenda wanafiki watoke wale waumini waliokuwa tayari kuiacha dunia kwa ajili ya dini yao, waliokuwa tayari kuacha ahali zao kwa ajili ya dini yao. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akawachagua hao. Imekuja katika suratul Anfali, Allah tabaraka wa taala akiwazungumza hao wanafiki, anasema walau alima Allahu fihim khaira, kama Mungu angelikuwa anajua kwa wanafiki kuifahamu Qur'ani, kuijua Qur'ani kuna kheri, la asma'ahum, Mungu angeliwasikilizisha. Kama Allah angelijua kwamba kuwasikilizisha Qur'ani makafiri au wanafiki kuna kheri, la asma'ahum, lakini kwa kuwa hakuna kheri hakuwasikilizisha. Walau asma'ahum, kama angeliwasikilizisha hivyo hivyo, la tawallau wa hum mu'ridun, wangelisikiliza Qur'ani alafu wakaondoka hali ya kuwa wanaipuuza ile Qur'ani na kutokuipa heshima yoyote. Kwa hivyo mpaka Mwenyezi Mungu kakujaalia wewe ukawa unakwenda madarasani, ukawa unahudhuria darsa za Qur'ani, ilmu yake Mwenyezi Mungu imejua kwamba wewe kuna kheri katika kuisikia Qur'ani, na kwamba unapotoka darasani unafaidika na ile Qur'ani ambayo wewe umeisikia. Itakuwa ni aibu kubwa na itakuwa ni huzuni kubwa kwamba umekwenda darasani, umeambiwa hili haramu, lakini baada ya kutoka hapo ukarudi ukayafanya yale uliyoambiwa ili haramu. Hapa ndiyo Mwenyezi Mungu anatuambia walau alima Allahu fihim khaira, lau Mungu angelijua kwa wanafiki kuna kheri, la asma'ahum, angeliwasikilizisha Qur'ani ili wafaidike nayo. Walau asma'ahum, lau angeliwasikilizisha hali ya kuwa akijua hakuna kheri katika kuisikiliza Qur'ani, la tawallau, wangeliondoka katika hadhara hiyo, wa hum mu'riduna, hali ya kuwa wanaondoka bila ya kuzingatia chochote, wanapuuza yale walioyasikia. Kwa hivyo ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala hata katika msafara huu wa bwana mtume hakutaka waongozane na bwana mtume wanafiki kwa haya matatizo ambayo ameyazungumza. Aya inaendelea, Allah anasema yabghunakumul fitna, siku zote wanafiki wanawatakieni nyinyi Waislamu mfitinike, wanawatakieni nyinyi Waislamu mambo yenu yasiende sawa. Ayatulubuna lakumul fitnata, wanawatakieni fitna, biilqa'il adawati bainakum, izichuki huku kugawiwa ambako tumegawiwa leo, tukafika mahala Waislamu wakakufurishana, hawa ni makafiri, hawa hawana tauhidi, hawa ni washirikina. Haya yote haya kuna wanafiki walioyapanda baina yetu, na ndiyo maana sasa
tunashindwa hata kuheshimiana na kuheshimu ufahamu wa mwenzio. Unataka kila aliyefahamu ili awe amefahamu akufate ulivyofahamu wewe, na hili halikupatapo kutokea hata wakati mtume mwenyewe akiwa yuko hai. Hawakuwa maswahaba wote wamefahamu vile alivyofahamisha bwana mtume, bali kila mmoja aliondoka na ufahamu uliomjia katika ufahamu wake. Hawakufahamu kwa pamoja. Huo ni ukweli, na ndio maana ukaona kuna ikhtilafu za wanawazuoni katika aya mbalimbali, kuna ikhtilafu za wanawazuoni katika hadithi mbalimbali, kwa sababu ya ufahamu umetofautiana wa wanafunzi katika kufahamu nafsi za Qur'ani na kufahamu hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini siku hizi, ili wewe uwe Muislamu, ili wewe uwe mcha Mungu, lazima umfuate mtu fulani, hasa hao wanaoitwa salafu almuasir wa zama zetu. Ni mtihani na fitna, lakini hili limetengenezwa na wanafiki. Wakati huo Waislamu waliposimama kwa haki, hawakuwa na fujo kama hizi za kufika kukufurishana. Anasema subhana yabghunakumul fitna, wanafiki wanakutakieni nyinyi fitna, muharibikiwe biilqa'il adawati bainakum. Wao ndio wanaoleta uadui baina yenu Waislamu, mpaka mkachukiana, mpaka mkatengana, mpaka mkakurufurishana. Na hapa Waislamu, ikiwa wakati wa bwana mtume wanafiki waliweza kujipenyeza na wakawa wengi, hivi sasa ambapo hakuna bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakuna maswahaba wala matabii, kitu gani kitakachotufikisha sisi angalau kuweza kumjua huyu ni mnafiki? Tumefahamiana? Mungu anasema yabghunakumul fitna wa fikum, na miongoni mwenu Waislamu samauna lahum, kuna watu wanawasikiliza sana wanafiki wakiwaona wakweli. Aywa fikum duafau qulubin, katika nyinyi kuna wale wenye nyoyo bado dhaifu. Yasuhuna ila qaulihim, wanasikiliza maneno yao. Wayuti'unahum, na wanawatii. Wakala Mujahid, almaana wa fikum uyunun yasmauna lahumul akhbar. Mujahidi anasema maneno ya aya hii Allah amekusudia wa fikum, na ndani yenu nyinyi Waislamu mnapokaa, uyunun, kuna wale wapelelezi, kuna wale usalama. Uyunun, kuna usalama na wapelelezi. Wanafanya kazi gani? Yasmauna lahumul akhbara, wanakuja kusikiliza katika hadhara ya mtume kwa niaba ya wale wakubwa wao, ndio samauna lakum. Wanakuja watu kuwasikiliza, msifikiri kwamba mko peke yenu. Hii ni tafsiri ya Mujahid katika aya hii. Ile ya kwanza, kwamba miongoni mwetu Waislamu ambao nyoyo zao ziko dhaifu bado, kuna watu wanawasikiliza wanafiki na kuwaamini, wakiwaona kuwa ni watu wazuri na watu wa kweli. Kwa hivyo wanapoleta maneno yao ya kinafiki, wale dhuafaul imani, dhuafaul qulubi, huwa wanayashika maneno yale. Akitokea mtu kumwambia haya sio, basi wao haiwezekani.
mtu tunaswali naye, unaanza kumsema vibaya, unaingia ugomvi. Lakini katika tafsiri ya Mujahid hapo chini namba 4 anasema almaana wa fikum uyunun. Uyunun katika lugha yetu wanatumiliwa wale usalama, ndio wanaitwa uyunul maliki. Sawa, wa fikum uyunun, katika baraza zenu kuna usalama. Hatuwakusudii usalama wa dunia ya leo, tunawakusudia usalama waliokuwa wanakuja kusikiliza kwa niaba ya wanafiki. Wa fikum uyunun, kati yenu kuna usalama. Usalama hao wanafanya nini? Yasmauna lahumul akhbara, wanakuja kusikiliza kwa niaba yao taarifa mbalimbali, alafu wayankulunaha ilaihim, alafu wanazinakili na kuzihamisha kuwapeleka kwa mabwana zao. Walmaana alawwalu adhharu wa huwa alashhar, lakini ile maana ya kwanza ndiyo iko wazi zaidi na ndiyo mashuhuri. Wa ilaihi dhahaba Qatada wakhtara Ibn Kathir. Msimamo wa Ibn Qatada ni ile tafsiri ya kwanza. Mujahid anasema hawa bwana ni watu walioletwa kutupeleleza, kimesemwa nini, wamesemaje hao. Tunafahamiana? Ndio wafikum samauna lahum wallahu alimun bidhalimin, na Mungu anawajua madhalim. Ay alimu bilmunafiqina, anawajua wanafiki. Ilma muhitan, ilmu ya mtu ambaye anakijua kitu juu chini. Bidhamairihim wa dhawahirihim, anajua dhamira zao, anajua na dhahiri zao. Tayyib, imekuja katika suratun Nisa'i kauli ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, anasema walau annahum, lau walimwengu, faalu ma yuadhuna bihi, wangelikuwa wanatekeleza zile nasaha, yale mawaidha, yale mafunzo, wangelikuwa wanayatekeleza mafunzo hayo, lakana khairan lahum, ingelikuwa kheri kubwa kwao wao. Ingelikuwa watu wanatekeleza amri alizoziamrisha Mwenyezi Mungu, na hapa hasa anawakusudia wanafiki. Wa ashadda tathbita, na ingelikuwa utekelezaji wao ndio unakazia ule uthibitisho wa imani yao kwa Mwenyezi Mungu. Wa idhan, na kama watu wangelitekeleza amri tulizowaamrisha, wakayaepuka makatazo tuliowakataza, la atainahum min ladunna ajran adhima. Allah anasema tungeliwapa kutoka mbele zetu malipo makubwa. Wala hadainahum siratan mustaqima, Mungu anasema tungeliwashika mkono watu tukawaongoza katika njia za mafanikio katika dunia yao na akhera yao. Lakini watu hawataki kutekeleza yale walioamrishwa. Tuko pamoja Tayyib. Wallahu alimun bidh-dhalimin. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu. Wanafiki, fitna haikuanza hapa tu katika vita vya Tabuki. Fitna waliandaa na kuifanyia kazi hata kabla ya vita vya Tabuki. Laqad ibtaghawul fitnata min qabl, ay talabu laka sharra. Anaambiwa Bwana Mtume, wanafiki wanakutakia shari wewe, au wamekutakia shari wewe. Tayyib, bitashtiti shamlika wa tafriqi suhubika,
anka min qabli ghazwati Tabuk, walitaka wakufarikishe wewe na masahaba zako, walitaka neno lako lisipate nguvu, lichawanyike na kuharibika. Waliyataka hayo kabla hata vita vya Tabuk, kama faala ibn Saluli, kama alivyofanya rais wa wanafiki Abdallah ibn Salul hina nsarafa bi ashabihi yauma Uhudi, pale alipoondoka na kundi lake la wanafiki siku ya vita vya Uhudi, wakati watu washaelekea sasa wanakaribia kufika. Abdullahi anawaambia, jamani, aliyekuwa anataka mkewe na mwanawe kuishi naye na kumlea, mimi ninarudi, aniunge mkono. Na hawa watu walikuwa zaidi ya watu 400 au hawapungui 400. Kwa wakati huo jeshi linaondokewa kwa wakati mmoja na wapiganaji 400. Bila shaka neno hili lilikuwa limeleta mpasuko mkubwa. Lau si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusimama na waumini wake wakiongozwa na mtume wao, hata vile vita vya Uhudi Waislamu wasingelikwenda kupigana, wangelirudi njiani. Lakini Mwenyezi Mungu aliwapeleka, na kwa hakika waumini walikuwa tayari wameshapata ushindi, wakawa wanakota ngawira. Ndipo wale askari 50 waliokuwa pale katika Jabali Uhudi wakaona kule chini sasa vita imekwisha, kule kuna kukusanya ngawira, siye tutakuwa hatupati. Wameyasahau maneno ya Bwana Mtume, hapa msiondoke, tukishinda tukishindwa. Allahu akbar. Mali fitina, wakatoka baina ya watu 50 wakabaki watu 12 tu pale. Wakati huo Khalid ibn al-Walid na mwenzake Ikrima ibn Abi Jahali bado wangali katika ukafiri, wakarudi wakawaua wale watu 12. Alafu likaja jeshi la makafiri likawazunguka Waislamu, ndipo walipouliwa Waislamu katika tukio lile sasa kwa hali ya juu kabisa. Kwa sababu gani? Walikwenda kinyume na agizo la Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anatuambia, laqad betaghaul fitnata min qabl, hawa makafiri, hawa wanafiki wanawatakieni fitna, sio tu katika vita hivi vya Tabuk, hata kabla ya hapo wametaka mambo hayo. Waqallabu lakal umura, kuna mambo mengi wamekugeuzia. Kwa maana gani? Dabbaru lakal makaida, wamefanya vitimbi vingi, wamefanya mikakati mingi. Walhiyala, wamefanya hila nyingi. Wa adaru al-araa fi ibtali dinika, walizungusha mawazo wao na wenze wao katika kufanikisha lengo lao la kuifanya dini ya Kiislamu isiwe na watu. Usione dini ya Kiislamu leo imefika kwetu, imepita katika mazingira magumu sana. Lau si Mwenyezi Mungu mwenyewe kuilinda na kuwalinda Waislamu, leo sisi tusingelikuwa Waislamu. Tuna kila sababu, wakitajwa maswahaba wa Mtume, wakitajwa matabi'i, wakitajwa tabi'i tabi'ina, wakitajwa wana wazuoni, kuwaombea dua sana, kwa sababu wamefanya kazi kubwa mpaka leo sisi tukajiona au tukajijua kuwa ni Waislamu. Watu wamepita katika misukosuko mikubwa. Waqallabu lakal umura, wamefanya vitimbi vingi kwa ajili ya kuidhoofisha dini yako. Hata jaa alhaqu, mpaka ilipokuja nusura ya Mwenyezi Mungu. Hata jaa alhaqu,
mpaka ilipokuja nusra ya Mwenyezi Mungu. Wa dhahara amrullahi, na ikashinda dini ya Mwenyezi Mungu. Hapo ndio kidogo ikapatikana nafuu. Ai hata jaa nasrullah, mpaka ilipokuja nusra ya Mwenyezi Mungu. Wa dhahara dinuhu, ikashinda dini yake. Wa ala sairil adyani, ikawa juu dini ya Allah kuzishinda dini nyingine. Lakini huko nyuma dini imepita katika misukosuko mikubwa, na mpaka inashuka suratun Nasri, anaambiwa Bwana Mtume, idha jaa nasrullahi wal fathu wa raaita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika. Inavyokadiriwa, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu idha jaa nasrullahi. Ukiona fathu Makka imepatikana, ukawaona watu wanaingia makundi kwa makundi katika Uislamu, elewa sasa kazi yako umekamilisha, na uelewe wakati wa wewe kubaki duniani umemalizika. Jiandae sasa na safari ya akhera. Ile sura iliteremka kumfahamisha Bwana Mtume, akiona fathu Makka, akiona makundi kwa makundi yanakuja katika Uislamu, alitakiwa afahamu kwamba safari ya kuelekea kwa Mola wake imeshafika, na kwa maana hiyo ajitahidi sasa kuchukua zawadi. Ndiyo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Alipoona hilo limetokea Bwana Mtume, ikawa katika sijida sasa, badala ya kusema subhana rabbiyal a'la, akawa anasema subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Maneno haya ndiyo akawa anayasema katika sijida. Kwa sababu gani? Tayari yale maandalizi ya safari ya akhira ameshayaona, na maandalizi yenyewe kuiona fathu Makka, maandalizi yenyewe kuyaona makundi kwa makundi yanaingia katika Uislamu. Alhamdulillahi, Mtume sallama alipewa alama hiyo. Ama sisi hatukupewa alama ya kusema ukiona jambo fulani elewa sasa unakaribia kufa, bali wanawazuoni wanasema maneno haya, kafaka bil mashibi nadhiru, mvi zitoshe kukufahamisha kwamba wewe si mkazi tena wa duniani. Ukiona mvi zimetoka katika kichwa chako, katika ndevu zako, elewa kwamba basi hakuna aliyevuka mvi nyeupe akaota mvi nyekundu. Kimuona mtu kashapata mvi nyeupe, elewa huyo hana siku nyingi. Kwa maana hiyo, ukishakuwa na mvi nyeupe, huo ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu, anakupa taarifa, baba jiandae. Umefahamu Jiandae, safari ishafika. Ndio hizi kafaka bil mashibi nadhir, atoshe mvi kuwa mkhofishaji kwako, safari imeshafika. Tai anasema Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, waqallabu lakal umura, wamebadilisha wakapanga mipango mingi dhidi yako Muhammadi, hata jaa alhaqu, mpaka ilipokuja nusra, wa dhahara amrullahi, na ikashinda dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wahum, ili hali makafiri na wanafiki, karihun,
wanachukia kwa nini Uislamu umesimama, kwa nini Waislamu bado wapo, kwa nini Qur'ani bado inasomwa. Wao makafiri na wanafiki wanalichukia hili, kama alivyotuambia yuriduna liyutfiu nura Allahi. Makafiri wanafiki wanalo lengo lao kuiona dini ya Mwenyezi Mungu inasinyaa na kupotea. Na wallahi ukiangalia kwa jicho la i'tibar unaweza ukakuta kama wanafanikiwa, kwa sababu leo ilmu yetu, dini yetu sisi inasimama kwa ilmu. Dini yetu sisi inasimama kwa ilmu. Ukiangalia kiuhalisia, ilmu sasa ya dini haisomeshwi, kwa sababu ilmu ya dini ianzie kusomeshwa toka kwa watoto wadogo. Leo mtoto wa darasa la 4 anaambiwa akakae kambi miezi mitatu. Kwa nini? Ana mtihani wa darasa la 4. Akiondoka mtihani wa darasa la 4, akifika darasa la 6 au la 7 akakae kambi karibu mwaka mzima, ana mtihani wa darasa la 7. Hivyo hivyo form 2 ana mtihani wa form 2 mwaka mzima. Kwa hakika mwanafunzi huyu ashazoea kukaa nje ya madrasa, hawezi tena kuja kuendelea na madrasa baada ya form 4. Hawezi kuendelea. Wakati mwingine ilikuwa kheri ilipokuwa hizi shule kule bara kwetu mwisho darasa la 7. Kheri yake nini? Kheri yake ilikuwa mtu anamaliza darasa la 7 bado mdogo. Kwa hivyo wengi waliosoma masomo ya dini walisoma baada ya kumaliza shule ya msingi. Lakini sasa hivi akili uwe nazo, akili huwe una mpaka form 4. Ukimaliza form 4 mtoto wa Kiswahili una miaka 20. Mtoto gani wa Kiswahili miaka 20 anayeweza kwenda kukaa chuoni kusoma alhamdu? Humpati. Kwa hivyo dini yetu inachukuliwa bila ya sisi wenyewe kuelewa, na maskini hakuna anayeliona hilo tukachukua maandalizi. Hakuna. Utasikia skuli ile wanasomesha kabisa na masomo ya dini. Huyu mtoto anayefika form 4 alafu nenda akamuulize Qur'ani una sura gani, atakwambia niko katika suratul Mulk. Yuko sura gani? Suratul Mulk. Kaenda katika shule hii ya bweni, anakaa huko toka darasa la 5 mpaka form 4 ana suratul Mulk. Tulikuwa na mwanafunzi mmoja pale kwa mwalimu waziri. Kwa mwalimu waziri hapana, kule Jang'ombe kwa marhum Sheikh Ali Khatibu Mranzi, Mungu awarehemu wote. Pale chuoni kaondoka pocho. Alipokwenda chuo eti yeye ndo kapewa uongozi mwalimu wa dini kwa wanafunzi wenzake. Mimi namuuliza wewe unasomesha nini? Maana hapa chuoni wenyewe umetoroka. Mwalimu wewe, mimi ndo naonekana shehe huko. Taib anasema hata jaa alhaqu, mpaka ilipokuja nusura ya Allah, wa dhahara amrullahi, ikashinda dini ya Mwenyezi Mungu. Wahum, ili hali makafiri na wanafiki, karihun, wanachukia, hawafurahi kuona Waislamu wanapata mafanikio katika dini yao. Karihuna ay wal halu annahum karihuna lidhalika linifaqihim, kwa sababu ya unafiki wao. Wa minhum, miongoni mwa wanafiki, man yaqul, yupo aliyekwenda kwa Bwana Mtume akasema, idhan li, nimekuja kukuomba ruhusa
mimi nisiende katika vita vya Tabuk kwenda kupambana na Banil Asfari, niruhusu wala taftini na kuomba usinifitini. Anasema Mtume asimfitini kwa kumlazimisha kwenda huko vitani. Aywa min haula'il munafiqina man yaqulu laka, yupo aliyekuja kusema ya Muhammad idhan li fil qu'udi, niruhusu nibakie nyumbani, wala taftinni, usinifitinishe mimi, bisababil amri bil khuruji, usiniamrishe na mimi nitoke. Qala ibn Abbas, Ibn Abbas anasema nazalati, hii aya iliteremka fil Jadd ibn Qais, kuna mtu anaitwa jina hilo. Hina daahu rasul, Mtume alimuita bwana huyu ila jiladi bani al-Asfar, na yeye aemo kwenda kupambana na Banil Asfari huko Tabuk. Faqala ya Rasulallah idhan li fil qu'udi, niache niruhusu mimi nibakie anil jihadi, wala tuftinni bin nisai, usije ukanifitinisha mie kwa wanawake. Hawa Banil Asfari hawa ndio Warumu, wazungu hawa, mimi nikiwaona hawa sijiwezi. Anasema bwana mkubwa, kwa hivyo usinifitini, niache mimi nisiende huko. Hao wote ni wanafiki. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, ala zindukeni Waislamu, fil fitnati, watu kama hawa katika hiyo fitina wanayoiogopa, sakatu, ndio wameanguka umo. Haiwezekani umuache bwana Mtume usifitinike. Haiwezekani uiache dini ya Mungu kuipigania usifitinike. Ala fil fitnati sakatu, ay ala innahum qad sakatu fi aini alfitnati, ndio wameanguka katika chemchem na aini ya hiyo fitina yenyewe. Fima aradu alfirara minhu, katika lile walilokuwa wenyewe wanataka kuikimbia hiyo fitina, bali ndio wameanguka ndani ya fitina. Bal fima huwa a'zam, bali wao wameingia katika jambo lililokubwa zaidi. Wa hiya fitnatu takhallufi anil jihadi, ni ile fitina ya kubaki nyuma, kuacha kwenda kwenye jihadi. Wa dhuhuri kufurihim wa nifaqihim, na kule kutokwenda katika jihadi ikawa ndio wamedhihirika kwamba hawa ni wanafiki, hawa ni makafiri. Qala Abu Suudi wa fi ta'abiri anil iftitani bisuquti, taabiri ya ile iftitani kwamba hawa wameanguka fil fitnati, tanzilun laha manzilata almahawali mahawati, imewekwa katika daraja ya nini? Ya mahala pa maporomoko, almahalika au mahalaka ya maangamizi. Tayib, wa inna jahannama, Allah anasema hakika ya moto wa Jahannam, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, Jahannam tayari imeshawazunguka makafiri, hawana mahala pa kuikwepa Jahannam. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, ay la mafarra lahum minha, hawawezi kuikimbia Jahannam. Liannaha muhitatun bihim, kwa sababu Jahannamu imeshawazongea. Min kulli janibin, kila upande. Ihatata siwari bil mi'sam, kama unavyoona ile inayovaliwa mkononi inaitwa bangili, ndio bangili.
inayozunguka huu mfundo wa mkono huu inavyozunguka. Wa fihi waidun shadidun, na hapa pana makamio makubwa kabisa. Allah tabaraka wa taala anasema, in tusibuka hasanatun, hawa wanafiki siku zote wewe Muhammad pamoja na Waislamu mukijapata jambo lolote jema, mukipata mafanikio yoyote, in tusibuka hasanatun, ikiwa utafikwa na zuri lolote, kama vitani mukapata ushindi, kama nyumbani mukapata mafanikio, kheri yoyote ile Waislamu itakayowafika, tasuuhum, wao inawaudhi kheri yoyote. Na ndio unaweza ukamuona mama katika kiongozi anayepita katika msukosuko mkubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mama ni Muislamu, angalau mavazi anayovaa yanamtambulisha kuwa yeye ni Muislamu, yanamfahamisha kuwa ni mtu wa heshima, yanamfahamisha kuwa ni mtu anayoitambua na kuithamini dini yake. Basi lile neno watu wanaona kama mama pale kenda kama tablighi. Ushafahamu wanamuona kama tablighi vile, kaja kutangaza dini hapa. Maneno mengi yanayosemwa sasa hivi ni kwa sababu pale amekwenda mtu aliyovaa mavazi wao hayawapendi. Tasuuhum, kwa nini awe Muislamu? Alafu kwa nini awe Muislamu anayevaa mavazi haya? Ni hilo tu, hakuna jingine, lakini wote walikuwa pamoja. Lakini hili tu, hili la dini hili, Allahu akbaru, tasuuhum, wanakerwa. Kwa nini awe Muislamu? Tai, kuna watu bwana wana moyo wa huruma na upendo. Kwani kuambia basi jamani haya si basi tunakwenda pamoja in tusibaka hasanatun, ikiwa nyinyi Waislamu. Khitabu alikuwa anazungumzwa bwana mtume, anazungumzwa bwana mtume kwa niaba ya Waislamu. Kwa hivyo bwana mtume akipata kheri, makafiri wanachukia. Waislamu wakipata kheri, makafiri hawapendi. In tusibuka hasanatun tasuuhum, ay in tusibuka fi ba'dhil ghazawati hasana, ikiwa mtapata ushindi, sawaun kanati dhafra au ghanima, ushindi au kupata ghanima, yasuuhum dhalika, makafiri hilo haliwapendezi. Wa in tusibuka musibatun, na kama Waislamu watafikwa na tatizo, yakulu, wao wanasema, qad akhadhna amrana min qablu, sisi hatukuweza kupata matatizo haya kwa sababu tulichukua tahadhari. Wanasema hivyo tulichukua tahadhari, ndio maana hatukwenda vitani. Kwa hivyo sisi tumepata salama kwa sababu hiyo, hatukwenda vitani. Wanasema hivyo kwamba wao mafanikio yao na kupata kwao, kunusurika kwao na mitihani kunatokana na mipango yao. Taib, wa in tusibuka musibatun, wakifikwa na msiba wowote. Waislamu ukifikwa na msiba wowote, yakulu, wanasema wanafiki, qad akhadhna amrana min qablu, sisi tulichukua tahadhari zetu kabla ya Muhammad hajatoka. Na kwa maana hiyo wanafurahi na kushangilia. Wayatawallau, wanaondoka katika hadhara ya Waislamu, wahum farihun, hali ya kuwa wamefurahi, wanacheka.
Ndiyo anaambiwa Bwana Mtume, qul Muhammadi, watu hawa lazima uwafikishie ujumbe, wafahamu. Qul, sema uambie wanafiki, sema uambie makafiri, lan yusibana, sisi hatufikwi na jambo lolote, illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa linalotufika tayari Mola wetu alishahukumu litufike. Waambie hivyo, lan yusibana, halitatufika lolote katika zama zozote, illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa lile alilolihukumu Mwenyezi Mungu litufike. Ay lan yusibana khairun wala sharrun wala khawfun wala rajaun wala shiddatun wala rakhaun, hatufikwi na kheri au shari, hatufikwi na hofu wala raja, hatufikwi na shida wala neema, illa wa huwa muqaddarun alaina, isipokuwa jambo hilo litakuwa limekadiriwa juu letu, maktubun inda Allahi, limeshaandikwa mbele za Mwenyezi Mungu. Na kitu chochote kilichokwisha kuhukumiwa na Mungu, siye hatuna uwezo wa kukiepuka. Anaambiwa Bwana Mtume awajibu makafiri, awajibu wanafiki. Taib, huwa maulana, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mnusuru wetu, yeye Allah subhana ndiyo mtetezi wetu, yeye Allah subhana ndiyo anayesimamia mambo yetu. Huwa maulana ay nasiruna wa hafidhuna, mnusuru wetu, mtu anayetuhifadhi na kutulinda na shari na matatizo mbalimbali ni yeye. Wa ala Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu peke yake, faliyatawakkalil mutawakkiluna, watu wategemee kwake. Mu'minuna, faliyatawakkalil mu'minuna, wategemee waumini. Waumini kimbilio lao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hatumaanishi kwamba usile kidonge, kula kidonge, lakini ufahamu kidonge hakina uwezo wa kukuponyesha. Sema bismillahi, nakula kidonge hichi ya Rabbi, wewe ndiyo mtibabu, jaalia nipate shufaa. Unakwenda kuchoma nini zile kinga? Sema ya Rabbi, sindano hii ya kinga, lakini kinga kubwa ni wewe. Naomba ya Rabbi unipe kinga hii tunachoma ya kuzuia maradhi fulani. Ya Rabbi, hii ni sababu tu ya kibinadamu, lakini mwenye uwezo wa kukinga na maradhi hayo ni wewe ya Allah. Kwa sababu ya kutokusimama na Allah, wakati mwingine tukaamini tu vidonge vyetu, ndio wakati mwingine Mungu hututihani, tukadhani maradhi fulani kwa lugha yetu tunasema tumeyatokomeza, alafu yanarudi kwa kishindo kiasi cha kwamba hayawezekani. Vipi tuliyatokomeza alafu yamerudi tena? Tunafahamiana eh? Tayib, anasema subhanahu wa ta'ala, huwa maulana, semeni Allah sisi ndiyo nasiri wetu, ndiyo hafidhi wetu. Wa ala Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu peke yake, faliyatawakkalil mu'minun, wategemee waumini. Kinga yao ni Allah, hifadhi yao ni Allah, nguvu yao ni Allah, msaidizi wao ni Allah. Kila jambo lao waumini, liyufawidhil mu'minuna umurahum ila Allah, waumini mambo yao yote
wayategemeze kwa Allah tabaraka wa taala. Mipango yako yote, fanya mipango yako, lakini mtegemezee Allah subhanahu wa taala. Mimi ninafanya hichi ya Rabbi, wewe ndio tegemeo langu. Mimi ninakwenda mahala fulani ya Rabbi, wewe ndio nguzo yangu. Mimi nakwenda kuposa mahala fulani na kutegemea wewe ya Allah. Kama pana kheri niende hivyo. Faliyatawakkalil mu'minun. Qul, sema Muhammadi, uambie wanafiki na makafiri, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini. Ndio husna au hasanayaini? Husnayaini. Tayib, qul, sema, hal tarabbasuna, hamna mnacho, tarabbasu bina, hamna mnacho kingojea kwetu sisi Waislamu. Makafiri hawana wanachokingojelea kwetu sisi illa ihdal husnayaini, isipokuwa moja kati ya mazuri mawili. Sisi Waislamu tuna moja kati ya mazuri mawili, yote ni mazuri. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ameandaa mazuri mawili hayo, lolote anaweza akatuletea. Kwa hivyo bwana mtume anaambiwa awambie makafiri na wanafiki, qul, sema Muhammad, hal tarabbasuna bina, mnafikiri mnacho kingojelea kwetu? Kwa maana hal, kwa maana ya ma tarabbasuna bina, hamna mnacho kingojea kwetu illa ihdal husnayaini, isipokuwa moja ya mazuri mawili. Wa nahanu, na sisi Waislamu, natarabbasu bikum, tunawangojelea nyinyi makafiri, an yusibakumullahu biadhabihi, awachukulie hatua Mwenyezi Mungu kwa adhabu zake, min indihi, adhabu inayotoka mbele zake, biaidina, adhabu hiyo ikipitia mikono yetu sisi. Fatarabbasu, basi nyinyi ngojeeni, inna ma'akum, na sisi tuko pamoja na nyinyi, mutarabbisuna, tukiwa wenye kungojea. Tayib, maelezo ya Mwenyezi Mungu, hal tarabbasu bina, hamna mnacho kingoja kwetu sisi illa ihdal husnayaini, isipokuwa moja kati ya mazuri mawili. Ay qul lahum hal tantadhiruna bina ya ma'ashara almunafiqina illa ihdal aqibataini, isipokuwa misho miwili, alhamidataini, ambayo yote ni mizuri. Imma nasru, ima mtaona sisi tunapata ushindi, wa imma shahadatu, ima tutakufa katika vita vya jihadi, tutakufa mashahidi. Na mtu anayekufa shahidi hana malipo mengine isipokuwa pepo ya Allah subhana. Kwa hivyo sisi kwetu kila jambo ni kheri. Wa imma shahada wa kullu wahidatin minhuma shay'un hasanun, na kila kimoja kati ya hivi ni jambo zuri tu. Wa nahnu natarabbasu bikum, na sisi tunawangojelea nyinyi, an yusibakumullahu biadhabin min indi, awachukulie hatua Mwenyezi Mungu kwa adhabu zinazotokana mbele zake mwenyewe, au biaidina, au adhabu zitakazopitia katika mikono yetu sisi kwa kuwaua katika vita. Ay wa nahnu nantadhiru lakum, tunawangojeleni nyinyi aswa al-aqibataini, misho mibaya miwili,
alwakhimataini an yuhlikakumullahu biadhabin min indihi, moja Mungu awaangamize kwa adhabu zinazotoka mbele yake, ayastasilu bihi shaafatakum, awamalize, au yaktulukum biaidina, au awauwe kupitia mikono yetu. Fatarabbasu, basi ngojeeni wanafiki, inna ma'akum mutarabbisun, sisi tuko pamoja na nyinyi na sisi tunangojea yale aliyokuwalikieni Mwenyezi Mungu. Baada ya maelezo haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haangalii mtu anachokitoa, kwa kuwa tu ukatoa basi akitie katika amali njema za huyo mtoaji. Mwenyezi Mungu hayuko hivyo. Kwanza anaangalia imani ya mfanyaji, anaangalia imani ya mfanyaji. Ndiyo anasema kul Muhammad, sema uambie wanafiki, amfiku, toeni, tawan, kwa kutii, au karahan, au kwa kulazimishwa, lan yatakabbala minkum, au lan yutakabbala minkum, hapapokelewi mnachotolewa kikajumuishwa katika matendo mema. Kul anfiqu tawan au karaha, toeni kwa kutii au kwa kutenzwa nguvu, lan yutakabbala minkum, hapata pokelewa kwenu. Ay kullahum anfiqu ya ma'ashara almunafiqina ta'iina au mukrahina, famahama anfaqtum, vyovyote mtakavyotoa al-amwala, falan yatakabbala Allahu minkum, Mungu hapokei. Bwana wazuoni Imamu Tabari anasema wa huwa, hili neno limekuja maanahu wa huwa amru, tamko hili limekuja kwa maana ya amri, lakini maanahu al-khabar, imekuja kwa maana ya khabari. Mungu aliposema amfiku tawan, hakuwa na maana ya kusema toeni, bali anasema mukitoa kwa kutii au mkitoa kwa kutezwa nguvu. Hiyo ndio habari. Insha inakuwa amfiku toeni, lakini imekuja kwa insha kwa maana ya habari. Mungu anasema mkitoa kwa kutii, sawa, mkitoa kwa kulazimishwa, sawa. Mungu hatotambua amali hizo. Kama ilivyokuja Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, ukiwatakia msamaha au usiwatakie msamaha, lan yaghfira Allahu lahum, Mungu hawasamehi. Sawa. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu, kwa nini hapokei amali za wanafiki? Kwa nini hapokei ibada za makafiri? Innakum kuntum qauman fasiqin, nyinyi ni watu muliotoka katika taa ya Mwenyezi Mungu. Haihisabiki ibada kuwa ibada mpaka mfanyaji wa ibada hiyo asifikane kwanza na imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu, ndio itakuwa imani, ndio ibada. Sawa. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, ndio alivyotuambia Mwenyezi Mungu. Kwanza amanu, Taib, tukamilishe darasa letu. Leo tunapita kwa wanafiki pagumu. Wama mana'ahum, hakuna kilichozuilia an tukabbala minhum nafaqatuhum, kukubaliwa zile sadaka zao, illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, isipokuwa kwa sababu wao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa hivyo Waislamu wenzangu, kafiri hana ibada.
Sawa Kafiri hana ibada, atufutarishe, hana ibada. Atuchimbie visima vya maji, hana ibada. Atuletee bati tuwezekee msikiti wetu, hana ibada. Kwa sababu ibada yao inakosa kukubaliwa kwa kukosekana sharti ya ibada. Sharti ya ibada imanu billahi, imanu rasulihi. Sawa ndio itakuwa ibada. Kwa hivyo hawa ibada zao hizo hazikubaliwi, illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Miongoni mwa alama za kinafiki anasema wala yaatuna salata, na hawaendi kuswali wanafiki, kwa sababu ili wafiche unafiki wao lazima waingie msikitini lakini hawendi msikitini kuswali illa wahum kusala, isipokuwa wanakwenda wamechoka, hataki afanyeje. Ushafahamu wakati mwingine ndo mtu akija anamkuta imamu kasha swali rakaa mbili na yeye kawai rakaa mbili, akitoa salamu imamu na yeye anatoa, akiambiwa bwana mkubwa umepata rakaa mbili tu, ongeza zako mbili ukamilishe, anasema si angalau mimi nimepata hizo mbili. Kuna wengine wako hapo wanacheza bao tu, hawakupata hata moja. Yeye anadhani ukipata mbili ndio ushaswali. Ili iwe swala dhuhuri lazima zikamilike 4. Yeye asema afadhali mimi nishapata hizo mbili niache. Umefahamu kamu kusala kivivu, wamechoka, wahum kusala, wala yunfikuna, wala hawatoi pale wanapochangia hao wanafiki, illa wahum karihun, isipokuwa wanafanya hivyo hali ya kuwa wamechukia. Aya yetu ya mwisho Allah anasema fala tuujibuka amwaluhum, mali zao zisikuvutie Muislamu. Mali za wanafiki, mali za makafiri zisikuvutie. Fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum, ndio wala auladuhum, innama yuridu Allah, Mungu anachotaka liyuadhibahum, kuwaadhibu wanafiki na makafiri, biha, kwa kupitia hiyo mali zao na watoto wao, fil hayati dunia, hapa duniani kwanza. Wala usishughulike mtu kumuona ana mali nyingi kafiri ukadhani labda kafiri huyo ndio anapendwa na Mwenyezi Mungu, wala usishughulike na hilo sawa. Imekuja kauli ya Mwenyezi Mungu katika suratul Mu'minuna, ayahsabuna, kuna watu wanadhani, annama numiduhum bihi, kwamba kuna watu tunawakunjulia neema na mapato, mimali wa banina, wana mali nyingi, wana watoto wengi. Kuna watu wanadhani nusari'u lahum fil khairati, tunawaharakishia katika mambo mazuri Kuna watu sisi tukiwaona mtu kapewa mali nyingi tunaona huyu bwana kashaukata bwana. Sio hivyo. Mungu anatuambia bal la yashurun, bali watu hawajui. Kuna watu wanapewa mali istidraji, kashakufuru, amtaki Mungu, basi Mungu anampururia shida yako, si mali hizo. Kuna watu hawa Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, na sio mtume wake hapa, tunaambiwa wafuasi wa mtume, kwa sababu mtume hakuwa na shida ya mali warawadatuhu aljibalu bi an takuna lahu dhahaban faaba, akakataa. Fala tuujibuka amwaluhum, tunaambiwa mimi na wewe tunaopenda kukodoa macho katika mali, usivutiwe na mali za makafiri, usivutiwe na mali za wanafiki. Wala auladuhum, wala usishughulishwe na watoto wao. Huyu anachukua PhD China,
huyu yuko Marekani, huyu yuko Uingereza, wala usishughulike hilo. Innama yuridu Allah, hakika si vingine atakavyo Mungu. Anataka nini? Liyuadhibahum, kuwaadhibu wanafiki na makafiri hao, biha, kupitia mali hizo, fil hayati dunia, katika uhai huu wa kidunia. Ay la tahsabanna ayuha samiu wala taftatin, wala usifitinike bima utu, kwa kile ambacho wamepewa wasiokuwa Waislamu wanafiki, zinatu dunia, hayo ni mapambo tu ya dunia. Wa bima an'amna alaihim, usihuzunike na neema tulizowapa, minal amwali wal auladi, fadhahiruha, ukiangalia nje yake neematun, wa batinuha, lakini ndani ya neema hizo kuna nini? Naqamatun, kuna nakama. Basi ikiwa mali, ikiwa cheo, usimkodolee mtu kwa sababu kachaguliwa cheo fulani, bali ikiwezekana muombee dua. Na huyo aliyechaguliwa wala asishangilie akafurahia, hajajua pengine amemuona Mungu ana ulafi na uroho wa cheo. Kwa hivyo kumbe wewe unashughulika na cheo hicho, ushafahamu? Kwa hivyo mtu asipewe cheo akaona ndio kashaukata, akenda akatafuta suti ya UK kwenda kuwapia, akaona labda mie ndio nishaukata sasa hivi. Bali aliyechaguliwa cheo akae kulia nyumbani kwake, aliye nyumbani kwake, ya Rabbi, cheo hichi umenipa kwa maana ya kuona nina nafasi ya kuwasaidia wenzangu, au ya Rabbi unanitihani, cheo hichi umeniona mie mlafi wa cheo. Yafahamu nani anakaa kufikiria hayo? Asiwatafutie mtu watoto wake suti za kwenda nao. Umefahamu na familia yangu hii hapa, ona fahari. Sio fahari, huo ni mtihani. Hujajua, mlilie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, hii nafasi kama umeridhika nisimame kuwasaidia wenzangu, ya Rabbi, na kuomba unisaidie. Nisaidie ya Rabbi, nishike mkono ya Rabbi, niongoze ya Rabbi. Hii nafasi kama umenipa kwa istidraji, nimerohokea, nimetubu kwako ya Rabbi, nivue katika hii nafasi. Shafahamu? Neno hayo kuyasema wakati ushaambiwa kuna fupa huko. Tunakwenda pamoja Basi Mungu anasema tunataka watazhaka anfusuhum, zifike kutoka roho zao, wa hum kafirun, hali ya kuwa ni makafiri. Na Mungu anatuambia sisi Waislamu, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum, usikodoe macho kwa neema tulizowapa watu, iwe mali, iwe watoto, iwe madaraka. Usikodoe macho ikawa akili zako zote unalalamika tu, mwenzetu fulani. Zaharatal hayati dunia, hayo ni maua tu ya uhai wa ulimwengu, na madhumuni makubwa. Allah anasema linaftinahum fihi, tunataka kuwatihani. Kimuona mtu kapewa mali, huo mtihani. Kimuona mtu kapewa cheo, huo ni mtihani. Ukimuona mtu ana madaraka, huyo katihaniwa. Ukimuona mtu ana watoto, huo mtihani. Ukimuona mtu hajapata mtoto, huo mtihani. Ukimuona mtu ameshajenga, huo mtihani. Ukimuona mtu hajajenga, huo mtihani. Anayefanya kazi katika nyumba nyeupe, huo mtihani. Anayeburuta susu kwa ajili ya kuuza madagaa kosha, huo mtihani. Kwa hivyo pigania hapo ulipo uweze kufanikiwa mtihani wako. Muombe Mungu akusaidie. Linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Katika surati Taha Mungu anasema kheri alizoziandaa Mola wako siku ya Kiyama ni kheri bora na zenye kusalia. Insha Allah tusimame hapo.
tuje kuondokea katika aya wayahalifuna billahi innahum la minkum wama hum minkum. Ndio wanafiki walivyo, wanaapa kwamba tuko pamoja na nyinyi, sisi nyinyi ni wenzetu. Lakini uhalisia Mungu anasema hayo ni maneno tu ya mdomoni.